mashtaka kwenye kamati ya wachezaji na usuluhishi, nafikiri sio Kiswahili chake nimepatia, kuhusu huyu mchezaji. Sisi tulikaa swala hili tukatafakari kwa kina, tukasema ni swala ambalo halijakaa sawa, ni swala ambalo katika ushindani hakuna uwiano ulio sahihi. Ni kama klabu zinatengeneza njia ya kuongeza wachezaji wa kigeni bila sababu yoyote ya msingi. Kama tunasema mchezaji aliyepewa uraia hawezi kuchezea timu ya taifa, basi sababu ya kumpa uraia ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuhakikisha kwamba klabu moja au mbili zinakuwa na wachezaji zaidi ya wengine walioruhusiwa kwa mujibu wa kanuni. Tumepokea majibu ya kamati ya hadhi sheria za wachezaji kwa mujibu wa ibara ya 27(4) inatuomba tufanye kitu kinaitwa marejeo au review ili tukamilishe hatua za hapa ndani, na tumeshaandaa review marejeo ya mchezaji huyu. Tutawasilisha hivi punde hapo TFF, na katika hukumu ile waliotupatia imechagua tu maneno yanayowafurahisha ndio wanajibu. Maneno mengine ambayo tuliyahoji hawakuyajibu kabisa. Mohamed Damaro tukizungumza sasa hivi ana FIFA identification number 2. Mchezaji yoyote akishaingia kwenye mfumo wa kucheza mara ya kwanza anapewa ID number. Hiyo ID number unatakiwa uhame nayo kwa tunakoenda, ndio namba yako ya utambulisho. Lakini ukiangalia kwenye mfumo, Mohamed Damaro ana ID namba 2. Hiyo tuliuliza kwenye kamati, hawakuweza kulijibu. Lingine ambalo tulihoji huyu Mohamed Damaro kama hawezi kucheza timu ya taifa ya Tanzania, ina maana kwamba yuko eligible, wanasema wazungu, kuchezea timu ya taifa ya Guinea. Na kwa kweli moja ya vitu ambavyo tulimtaka Damaro aje pale TFF, ikiwezekana klabu yake, tulitaka tujue mbinu alizotumia kupata uraia wa Tanzania kama zilikuwa ziko namna gani. Kwenye cross examination ambayo tuliomba, tulitaka tujue kama Damaro ameukana uraia wa Guinea, ameukana lini na ameukana katika namna gani, kwa sababu wazungu wanasema kuna president. Kuna mchezaji anaitwa Josephat Bada ambaye alipewa uraia pamoja na huyu. Wakati anaondoka hapa ilibidi aondoke katika uraia wake aliokuja nao Tanzania hapa, sio uraia wa Tanzania. Na hiyo ni kwa sababu kama angetumia uraia wa hapa, kuna ile kitu inaitwa TMS, transfer matching system. Sio, kuna mzee wangu mmoja alisema transfer monetary system, ni transfer matching system. Ile transfer matching system isingekubali kwa sababu data za mchezaji fulani na huku lazima ziwiane, ndio transfer inatokea. Sasa uweze kuwa huku ni mwingine, huku ni Mtanzania, ukaweza kuhama, hilo haitatokea. Kwa hiyo yote hayo tuliyahoji, haya kupata majibu. Tumeomba review, lakini hatutaishia hapa kwa sababu tunaamini kwenye kanuni za ligi zetu zimetambua wachezaji wa aina mbili. Mchezaji wa Tanzania atatambulika kwa passport na kwa kitambulisho cha taifa, lakini in bracket wamesema awe mzawa. Tunaelewana? Atatambulika kwa passport
au national ID, lakini in bracket awe mzawa. Mzawa maana yake ni indigenous. Kuwa na passport, kuwa na ID haikuwezeshi kuwa mzawa, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya uhamiaji wanasema huyu alipewa uraia kwa njia inaitwa tajinisi, naturalization. Sasa kama amekuwa naturalized, kanuni zile zile za TFF zinasema mzawa. Kwa hiyo kuna mchezaji mzawa na kuna mchezaji wa kigeni. Sisi tunaamini Damaro hakizi, kwa mujibu wa kanuni zenyewe za TFF, hakizi vigezo vya kuwa mzawa. Kwa hiyo yote hatumeyahoji, lakini kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji hawakuyajibu haya. Kwa hiyo tunaandika review na kuweza kuomba